mafanikio katika utendaji kazi wa TAKUKURU mkoa wa Songwe katika kipindi cha Januari hadi Machi 2025, ambapo kati ya mafanikio hayo ni jumla ya shilingi milioni 21.6 zimeokolewa kutokana na ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya sekta ya elimu kama ifuatavyo. Uzuiaji rushwa. Kama mnavyofahamu, jitihada za kuzuia rushwa nchini, TAKUKURU inayo jukumu la kufuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo ili kuhakikisha lengo la serikali kusogeza huduma kwa wananchi linafikiwa. Katika kutekeleza jukumu hilo, tumefuatilia utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa shule ya sekondari Dr. Samia katika mtaa wa Namole, kata ya Chiwezi, katika halmashauri ya mji wa Tunduma, na yafuatayo yalibainika: kwamba mmoja wa wazabuni aliyepewa kazi ya kusambaza vifaa vya ujenzi katika mradi huo alilipwa jumla ya shilingi milioni 172.6 kwa ajili ya kazi ya kusambaza vifaa. Kati ya vifaa hivyo, vifaa vyenye thamani ya shilingi milioni 21.6 havikuwasilishwa kwenye eneo la mradi kama mkataba ulivyosema. Baada ya ufuatiliaji wa TAKUKURU, mzabuni huyo ameweza kupeleka vifaa hivyo katika eneo la mradi husika. Pamoja na uokoaji huo, TAKUKURU ilifuatilia utekelezaji wa miradi mingine 22 yenye thamani ya shilingi bilioni 13.19 inayohusisha sekta ya elimu, afya, biashara, utawala na miundombinu, ambapo miradi 11 ilikutwa na mapungufu ya kiufundi na ushauri ulitolewa ambapo wahusika wameweza kuyafanyia marekebisho. Programu ya TAKUKURU Rafiki. Katika kutekeleza jukumu hili, jumla ya kata 14 zilifikiwa, ambapo kero 241 ziliibuliwa. Kati ya kero hizo 81 zilitatuliwa na zilizobaki zinaendelea kushughulikiwa. Elimu kwa umma. Katika jitihada za kuufikia umma wa Tanzania na kuongeza ushiriki wao katika mapambano dhidi ya rushwa, TAKUKURU iliendesha semina 40, mikutano 19, uimarishaji wa klabu 57, uendeshaji wa makala 13, iliendesha vipindi vya redio 7 na kufanya maonyesho 2. Uchunguzi na mashtaka. Jumla ya taarifa 65 zilipokelewa. Kati ya hizo taarifa 47 zilihusu rushwa na taarifa 18 hazikuhusu rushwa. Jumla ya kesi zinazoendelea mahakamani hivi sasa ni kesi 8, ambapo kesi 4 ni mpya. Kesi zilizoamuliwa zilikuwa 3 na kesi hizo zote 3 Jamhuri ilishinda. Mikakati ya Aprili-Juni 2025. TAKUKURU mkoa wa Songwe ina mkakati wa kuendelea kutoa elimu ya madhara ya rushwa, hasa tunapoelekea katika kipindi hiki cha uchaguzi, ambapo uchaguzi huo utafanyika Oktoba 2025, ili wananchi waweze kujua makosa ya rushwa katika uchaguzi ni yapi na waweze kushiriki ipasavyo katika mapambano dhidi ya rushwa katika kipindi hicho. Kama ulivyofuatilia kwenye taarifa na mkakati tulionao hasa katika kipindi hiki na kuendelea, ni kuwafikia Watanzania wengi zaidi katika kuwaelimisha juu ya makosa ya rushwa katika uchaguzi na hatua za kuchukua. Kwa hiyo tumekuwa tukiendelea kuwafikia makundi mbalimbali katika kuhakikisha kwamba wao wanapata hiyo elimu, lakini pia wanashiriki ipasavyo katika mapambano dhidi ya rushwa, kwa sababu tunasema kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Kwa hiyo wakati mwingine watu wamekuwa wakifanya makosa yao kwa kutokujua, kama kwa kufanya jambo fulani
wanakuwa wamefanya makosa ya rushwa katika uchaguzi, lakini tumekuwa tukiendesha vipindi vya redio ambavyo tunaamini kabisa kwamba angalau Watanzania wengi wana redio na pengine wanasikiliza, wanapata hiyo nafasi, lakini baadhi ya vyama vimekuwa vikitualika kwa ajili wanapokuwa kwenye mikutano yao tunaenda kuwapa semina, lakini tumekuwa tukiwafikia kwa mfano kwenye siku za masoko, tumekuwa tukienda huko ambapo tunaamini kwamba Watanzania wengi hasa wa mkoa wa Songwe wanakuwa maeneo hayo kwa ajili ya kufanya manunuzi na nini. Kwa hiyo tumekuwa tukiendelea kuwaelimisha na kuwapa mbinu mbalimbali ambazo wanaweza kuzitumia ili waweze kushiriki katika mapambano dhidi ya rushwa, kwa maana ya kutoa taarifa, kukemea, kukataa kuhongwa, lakini pia kukataa kupokea hivyo vitu vya wagombea. Kwa hiyo tuko makini, tunafuatilia mchakato mzima, lakini pia tunashirikiana na wananchi na nyinyi vyombo vya habari kama hivi leo tumewaita kwa ajili hiyo, ili tunaamini kwamba nyinyi mnawafikia wengi. Kwa hiyo tunaamini kwamba vita hii kwa pamoja tunaweza kushinda. Kutaka kujua kama kuna pesa kiasi gani zimeletwa katika maeneo yetu kwa ajili ya miradi, na tumekuwa tukifuatilia kama mnavyojua, ndugu watangazaji, ndugu waandishi wa habari, kuna miradi mingi sana inaendelea, na kwa maana hiyo ndio maana tunasema kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu, kwa maana ya kwamba kila mtu hasa yule ambaye yuko kwenye maeneo yale yanayohusika na mradi analo jukumu la kuhakikisha kwamba mradi uliokusudiwa unatekelezwa vilivyo ili ile huduma iweze kuwafikia. Na tumekuwa tukiwaelimisha kwamba miradi ile sio, yani serikali inatekeleza, lakini wanufaika ni wananchi. Kwa hiyo kama wao watashiriki katika kuhujumu, maana yake unakuta mafundi labda wengi, labda wafanyakazi wale wa vibarua wengi wanatoka katika maeneo ya miradi husika. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile wananchi wanaweza kujua kwamba kuna kitu labda kinaibiwa katika mradi, labda simenti au nondo au nini, na kama kuna uchakachuaji wa namna yoyote, wao ni rahisi zaidi kuweza kujua kuliko pengine hata sisi. Lakini kwa kuwaelimisha hivyo, tumekuwa tukielimisha pia hata zile kamati za miradi husika, ili waweze kushirikiana nasi ili kuweza kudhibiti. Kama mnavyoona kwamba kuna huo mradi wa shule ya sekondari Dr. Samia, kwamba mtu amelipa aweze kusupply vifaa lakini hakuweza kusupply, na ilikuwa kimya tu mpaka TAKUKURU ameingia kwenda kufuatilia kuona je kila kitu kimeenda kama ilivyotakiwa. Ikaonekana kwamba kuna vifaa hivyo vya milioni 21 vilikuwa havijapelekwa. Baada ya kufuatilia vifaa vimepelekwa, lakini miradi mingine hiyo tumeweza kuhakikisha kwamba maboresho yanafanyika kwa wagombea, lakini pia kwa wananchi kwa ujumla. Kwa maana ya kwamba mgombea hawezi kutoa rushwa kama hayupo mpokeaji. Kwa hiyo tunatoa wito kwamba wale wanaopokea rushwa wasifanye hivyo, kwa sababu na wao kwa kufanya hivyo wanafanya kosa, na wakibainika sheria itachukua mkondo wake. Lakini pia wale wanaotarajia kugombea wasitoe rushwa kwa namna yoyote ile, kwa sababu wakibainika mambo mengi yanaweza kutokea kwao, kuchukuliwa hatua za kisheria, lakini pia kuondolewa kwenye mchakato, wanaweza kuondolewa kwenye mchakato, lakini pia kujikosesha heshima ile ambayo watu wengine wamekuwa wakimwamini. Kwa hiyo tuko makini, tunaendelea kufuatilia. Na mtu anaweza akasema kwamba labda hakuna jambo lolote, lakini wapo wengine ambao wanaondolewa kwenye mchakato kwa taarifa zetu. Sisi tunafuatilia taarifa, tunapeleka, kwa anaondolewa kwenye mchakato. Kwa hiyo ili uweze kuwa safe, fuata sheria, kanuni na taratibu.